lakini kama nilivyokuahidi hapo awali, tutaungana na mchambuzi wa masuala ya siasa za kimataifa Mika Chavala kuangazia hili sakata la Mali baada ya vyama vya siasa nchini humo kusitishwa. Chavala, habari yako? Habari yangu ni njema kabisa. Habari ya huko? Salama, tumepata tabu kidogo kukupata, lakini tunashukuru hatimaye uko hapa. Okay, nashukuru sana. Asante sana. Kabisa, tathmini yako kuhusu uwepo wa demokrasia ya vyama vya siasa nchini Mali kufuatia uamuzi huu wa serikali ni ipi? Kwa kweli ni jambo ambalo of course halijawashtua wengi kwa vile ambavyo njia ya Mali wamejaribu sasa hivi kutumia. Nafahamu hizi nchi zote tatu za AEC ya Mali, Burkina Faso na Niger recently au zile military wameamua kuchukua position ya kuongoza nchi, na wengi wamekuwa wanajaribu kufanya reform, na kwenye context ya Mali pia toka wameingia kuna reforms nations nyingi sana ambazo zimekuwa zinafanyika. Kwa hiyo kiukweli sisi ambao tunafuatilia siasa za Afrika Magharibi tulishaona kitu kama hicho kinaweza katokea mapema, kwa sababu bado kuna formations ambazo zinafanyika katika nchi, na ili kwamba zifanyike au wafikie mpaka mwisho, nadhani uongozi huu umeona kwamba usitishe hizi harakati za siasa ambazo zinaendelea. Na si hivyo tu, kwa sababu kiongozi wa Mali sasa hivi pia ameongeza miaka yake 5 mingine kukaa kwenye regime. Kwa hiyo unaweza kuona kabisa kwamba ni strategic plan ambayo wameifanya ili kwamba waweze kukamilisha vile vitu wameanza kuvifanya ndani ya kama mwaka mmoja, miaka miwili toka wameingia madarakani. Kwa hiyo kitu ambacho kimewashtua wengi, na sana sana wale wapigania haki pale Mali. Kama tunavyojua kuna maandamano makubwa yamefanyika pale, watu wakiwa wanapinga huo mwongozo, kwamba ni vizuri vyama vya siasa vya upinzani vikapata nafasi ya kufanya shughuli zake, kwa sababu ndivyo ambavyo vina hold accountable serikali au serikali inayoongoza. Kama itaongoza bila mtu yote kusema chochote, then kuna uwezekano mkubwa sana wa kuharibu na bado kupata nafasi ya hold accountable kwa hivyo ambavyo haviendelei sawa sawa. Lakini swala hili ama hatua hii ambayo nchi hii imefikia inatishia demokrasia, sio? Kweli hapa ilipofikia ni ngumu kusema kwamba kuna demokrasia, kwa sababu demokrasia inategemeana tunaongea kwa muktadha upi. Kama ni muktadha wa magharibi kama vile anavyoamini, hatuwezi tukaizungumzia demokrasia. Lakini kama ni muktadha wa Afrika, kwamba sisi wanaafrika nasema kwamba ni wakati wa kutafuta njia sahihi ya demokrasia ambayo itatufaa sisi kama wanaafrika, system ambayo itatusaidia sisi wa Afrika na sio kutukandamiza, au system ambayo italeta matokeo chanya na sio negative. Kwa hiyo kwa mtindo huo ni ngumu kusema kwamba kuna demokrasia unless kama tunaizungumzia demokrasia kwa muundo upi. Tangu kuingia kwa hii serikali ya mpito nchini Mali, unaliona taifa hilo likiendelea au kukwama kwa kiasi gani? Kweli kwa vile ninavyoona, naona itaendelea kwa kiwango kizuri, kwa sababu ya mikakati na vile vitu ambavyo wamevifanya toka wameingia madarakani. Kwa sababu threat kubwa ya nchi hizo za magharibi, sana sana Mali, ni hii terrorist attack ambazo zinatokana na hivi vikundi vya kigaidi ambavyo viko maeneo haya. Na hii serikali ya mpito au hii serikali za majeshi zimekuwa yani agenda yao ya kwanza imekuwa ni kupigana na eradicate hizi terrorism katika nchi. Kwa hiyo of course kuna watu wengi, majority wengi ambao mimi na rafiki zangu wengi Mali nimezungumza nao, ambao wana support kile kinachoendelea, kwa sababu wanaona kuna mabadiliko yanatokea, kuna reformations zinatokea of course katika usalama wa wananchi, lakini pia katika mali zao, usimamizi mkubwa wa mali zao. Na kama mnafahamu hii organization ambayo imeundwa hivi karibuni ya hizi nchi tatu kwa kama ni nchi moja, kuna reformation nyingi sana zimekuwa zinafanyika, na kuna vitu vingi sana vimekuwa vinaendelea ambavyo vinawafurahisha watu binafsi. Lakini kama ilivyo kawaida katika kila nchi, wako watu ambao watasupport serikali na wako watu ambao hawata support pia kwa mtazamo wao wenyewe binafsi. Lakini in general Mali toka imepokelewa na wewe kiongozi ambaye amekuja, kuna mabadiliko mengi sana yametokea, na unaweza kuona kuna step fulani zinatokea
kuna badiliko fulani kwa mara ya kwanza ukiangalia na kwa sasa hivi pale walipo, kwa kweli kuna mabadiliko makubwa ambayo yanaendelea. Kwa haya ambayo umeyazungumza, unahisi wananchi wa Mali wanapata athari kwa kiasi gani, ama ni kuna unafua kiasi gani kwa kupitia serikali hii ya mpito? Nadhani wananchi wako kama nilivyosema, kuna katika kila uongozi kuna watu ambao watasimama na uongozi kwa sababu wanaamini yale mabadiliko yanayoendelea, na kwa mfano mateso mengi Mali yaliyotokea naweza kusema ni wakati ambapo uongozi uliopita ulikuwa ukishirikiana bega kwa bega na nchi za magharibi, hususan nchi ya Ufaransa na Marekani. Kuna vitu vingi sana ambavyo vilikuwa vinaendelea, mojawapo ni kuchukua mali au zile rasilimali za ile nchi ya Mali na kupeleka huko magharibi. Kwa mfano unaweza kupata data kidogo kwamba kwa mfano kwa nchi kama Niger ambayo ni next to Mali, zaidi ya 40% ya uranium ilikuwa inachukuliwa pale kupelekwa Ufaransa na kutumika kutengenezea umeme, electricity. Lakini ukiingia kwenye nchi kama hiyo, zaidi ya 83% ya wananchi walikuwa hawana umeme kabisa, lakini rasilimali zao zilikuwa zinatumika kutengeneza umeme wa nchi nyingine za magharibi, Ufaransa, ambao wanauza maeneo mbalimbali na fedha zinazopatikana wanaleta kama mikopo katika nchi za magharibi. Kwa hiyo na Mali ilikuwa ni the same thing, kwa sababu Mali wenyewe ni wazuri sana katika kuproduce gold, na makampuni mengi ambayo yalikuwa yananufaika na hizi maliasili ilikuwa ni makampuni ya kama ninavyosema ya Marekani, Canadian, lakini pia na nchi kama Ufaransa. Sasa huu uongozi ulipokuja, agenda ya kwanza of course ilikuwa ni kuzuia hiyo mianya, kuiclose hiyo mianya, ni kwamba haya madini ambayo Mungu amewabariki nayo basi wanufaishe wananchi walio katika hiyo nchi. Na kitu cha kwanza ambacho walikifanya of course walifikuza kabisa Ufaransa waondoke katika nchi yao. Kwa walivyofukuza of course ilikuwa ni kitu kikubwa sana ambacho wanamali walikitaka kwa muda mrefu sana. Na hiyo ilikuwa ni kama point ambayo iliwaongezea momentum ya hii serikali ya kijeshi kuendelea kutawala, kwa sababu waliona kwamba hiki ndio kitu ambacho tumetamani siku zote kitokee, na kwa sababu ninyi mmesimama na kupigania, basi tunatamani ninyi muendelee. Kwa hiyo mpaka sasa ninavyosema wananchi, yani kuna mgawanyiko ambao kikweli sio mkubwa sana. Majority ya watu bado wana support hii serikali, kwa sababu of course wanaonyesha matokeo ya vile vitu ambavyo wamevitaka kuviona wakati wote, lakini pia ile hali tu ya kujiamini, ile hali ya ujasiri, ile hali ya kuwa proud na nchi yao kwamba okay, hii ni nchi yetu, tunafanya vitu vyetu, imeongezeka kwa kasi kubwa sana. Kwa hiyo hata sasa hivi naona hii hali ya kuzuia political parties na kila kitu imekuwa agenda kubwa sana in the western media as well, kwa sababu inakuwa ni kama ni mwanya wa wao kusema na kuonyesha ni kwa kiasi gani hii serikali haiwafai. Lakini kimsingi ukiongea na watu on the ground ambapo mimi nimezungumza nao baada ya video kama nitakuwa na haya mazungumzo, feelings ni tofauti kabisa. Wako pale, watu wengi wako happy na serikali yao na vile vitu ambavyo vinaendelea. Unaona sababu zipi labda zilizopelekea serikali kufikia huu uamuzi? Kufikia hiyo hatua? Kiukweli siwezi ile moja ambayo naweza nikasema ni kwamba of course serikali ambayo sasa hivi ipo ya mpito imetaka kuendelea kukaa madarakani, na ndio maana wameongeza 5 years as well. Yani bado wako madarakani unajua wakati anakuja, wakati ule ilikuwa ni kwamba itakaa labda kwa mwaka mmoja au baada ya hapo tutajua tutafanya labda tunaweza kufanya uchaguzi pia. Kwa nadhani hii pia ni njia ya kuwazima hao wengine wapinzani kisiasa, yani kuwazima kwamba aendelee kukaa madarakani bila kuwa na kelele zozote, bila kuwa na shida yoyote. Kwa hiyo kweli on the other side sio kwamba nakubaliana na hii hatua ambayo wameichukua, kwa sababu kimsingi watu inabidi wazungumze. Haijalishi kama majority ambao wanawasupport ni wachache au wengi, lakini bado watu inabidi wao wana haki ya kuchagua yule kiongozi wao atakayewaongoza. Inategemea labda na katiba ya nchi na kile kitu ambacho wameamua wenyewe wa Malian kwamba sasa sisi tunachukua route gani. Ndio tunaendelea na wewe. Ni kama Burkina Faso naye Ibrahim Traoré aliongeza miaka 5, lakini si kwa sababu alitaka tu kuongeza, lakini watu wanamtaka aendelee. Yani majority ya watu wanamtaka na wako nyuma yake na wanamsupport. Sasa kama watu wa nchi wanataka hicho kitokee,
unabidi uwape kile kitu ambacho watu wanataka. Lakini in the case of Mali, unaona kwamba kuna majority ya watu pia wana demonstrate kwamba hii njia si sahihi. Kwa hiyo kimsingi nataka kujua kama intention nadhani ni ile tu hali pia kuogopa kwamba kama tukiacha mianya ya hizi political party kuendelea kufanya kazi zao za kisiasa, na hii nchi ina historia kubwa ya kuchukuliwa na majeshi, inawezekana ukawa ni mwanya wa sisi kupoteza nafasi na kuto kufanya vile ambavyo tunavifanya. Kwa hiyo naweza kusema uoga ni sehemu ya hicho kitu ambacho kinatokea, lakini pia kuendeleza yale mambo ambayo tayari walikisha kuanza kuyafanya, nayo ni sehemu katika kuchukua hizi hatua. Hatua hizi ni sahihi au ni si sahihi, nadhani Mali wanaweza wakasema zaidi, lakini tupo kwenye hatua hiyo sahihi. Chavala, umesema umezungumza na baadhi ya wananchi wa Mali baada ya kupata taarifa kwamba tutazungumza nasi, na kwa asilimia kubwa unasema wana support hichi ambacho kinafanywa na serikali yao ya mpito. Kwa mazungumzo yao unahisi ni nini hasa ambacho kinawafurahisha na kuwapa matumaini juu ya hii serikali yao? Okay, vitu ambavyo vimewafurahisha serikali hii, kama nilivyosema, matatizo mengi ya Afrika, si tu Mali lakini nchi nyingi za Afrika, hizi nchi zetu kimsingi tuna share matatizo pamoja. Kwa mfano, kitu kimoja Afrika wengi ni nchi zetu kutokuwa fully independent, yani kuwa dependent kwa western countries, kwamba hata wakati ikifika tukiwekewa sanction, vikwazo, basi tunashindwa kuendelea. Nakumbuka recently Trump ametangaza kwamba kuna mikataba fulani imekata, na nchi nyingi sana zilikuwa zinaanza kuwayawaya na kutapatapa kwamba kwa nini inatokea, tutaishije, kitu ambacho kimsingi anatukupaswa kuwa katika hali hiyo, kwa sababu sisi ni independent countries na inabidi tuwe tuna foundation ya economic yetu, uchumi wetu au msingi wa uchumi wetu inabidi ukae kwanza na vipato vyetu wenyewe na mali asili zetu wenyewe tulizonazo. Halafu kama kuna room ya kuimprove, ndio tunaweza tukawategemea wengine. Lakini kwenye kesi ya Afrika siku zote tumekuwa fully depending on them, kwamba watakachofanya, watakachoamua, basi sisi hatuwezi kuendelea mbele. Kwa kitu ambacho kimewafurahisha sana watu wa Mali ni pale ambapo uongozi umeingia, na ninapozungumza nao wanasema hii waziwazi, kurudisha ile hali ya independence ya nchi, kwa sababu ni kweli walipokea independence kutoka kwa wakoloni, lakini ilikuwa ni kwenye paper, lakini in reality vitu bado vilikuwa very dependent. Kwa hiyo watu wanafurahi sana ile hali ya kuwa tu proud kwamba okay, wana Mali tunaweza tukafanya vitu vyetu wenyewe, hatuhitaji hao watu wasimame na sisi tutafanya, kwa sababu zote wamekuwa wanatukandamiza na wamekuwa wana take advantage ya vitu tulivyonavyo. No, sisi tunaweza tukasimama wenyewe na tukaendelea wenyewe kwenda mbele. Kwa hiyo ni jambo ambalo limewafurahisha sana. Nadhani Waafrika wengi wanafurahi sana ikishafika kwenye hiyo hatua. Kama nilivyosema, Mali ni moja kati ya nchi ya Afrika ambazo zina produce gold kubwa sana, nyingi kuliko nchi nyingi duniani. Kwa hiyo sasa Chavala, asante sana. Muda wetu umetutupa mkono, lakini tunakushukuru sana. Tutakualika wakati mwingine, na tunashukuru sana kwa kutuletea uchambuzi mzuri kabisa na uzoefu kutoka Mali. Sawa, nashukuru sana. Asante sana. Unasikiliza 92.1.